Nimekutana nao maeneo haya. Asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Naitwa Ashura Kasiba, natokea Mpiji Magohe. Mpiji Magohe. Ndio. Hiyo ni Mbezi hiyo? Mbezi Magufuli. Mbezi Magufuli. Ndio. Na wewe umekuja, una ndugu yoyote umekuja kumpokea au umekuja kumpokea baraka yetu, shekhe wetu, mufti wetu? Nimekuja kumpokea mufti wetu wa Tanzania. Umekuja kumpokea mufti? Ndio. Tangu saa ngapi uko hapa? Tuko hapa tangu saa 7. Tangu saa 7. Ndio. Akitokea tu mufti, kwa maana umeshamlaki sura yake, umeshamlaki kwa maana ameshatua, ameshafika hapo nje, unatamani cha kwanza kitu gani awafanyie? Cha kwanza dua zake tuzipate, cha kwanza. Dio. Cha pili, kama tutapata ruksa na sisi inshallah kwa dua zake, basi na sisi tutaenda kuhiji. Kikubwa usikate tamaa tu hapa duniani, midhali unaishi. Bimaana na wewe umeshaweka nia ya kuhiji? Kabisa kabisa, hamna asiopenda kwenda kuhiji, hamna asiopenda kwenda kujitakasa. Kama alivyosema mama hapa, madhambi ya ulimi kwa sisi wanawake ni mengi. Kwa nini umesema kwa sisi wanawake na sisi na si kwa binadamu? Wanawake si tuna mambo mengi sana. Wanawake ulimi huo unawaponza sana sana, mpaka ukilala salama unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Ndio. Kwa maana hiyo na wewe unatamani sana mwakani uende Maka kama alivyosema mtoto wa marehemu? Sana sana, Mwenyezi Mungu atujalie wote tuliokuwa na nia ya dhati tupate hiyo kwenda Maka, na si tupate kwenda kujisafisha, kwenda kuhiji, kwenda kuliona kaburi la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenda kwa Madina. Kama mimi natamani kweli niione Madina hivi kwa macho. Wanasema Madina ni raha. Nasikia Madina ni tulivu sana, sasa macho kama yanapata kuona utulivu wa namna ile. Nasikia kuna baadhi ya watu wakienda Madina hawataki hata kidogo kurudi. Naona nitakuwa mie wa kwanza. Utakuwa wewe. Tuongee na ukti mwingine ambapo wamekuja wamependeza kweli kweli kwa ajili ya kuwapokea baraka zetu wa mufti wetu, hasa wakiongozwa na mufti wetu wa habari yako. Nzuri. Unaitwa nani na kutoka wapi? Naitwa Hajati Zulfa Hussein Zongera kutoka Mbezi Mpiji Magohe. Mpiji Magohe. Na wewe mmejipanga wa Mpiji Magohe sana kwa ajili ya kitu kimoja? Kwa ajili ya kitu kimoja tu, kuja baraka za mufti wetu. Baraka za mufti. Sawa. Natamani pia kusikia na kwako pia kwamba ukimwona mufti kwa mara ya kwanza unatamani kitu gani akifanye? Yani mimi nikimwona mufti hapa kwa mara ya kwanza naomba tu dua zake kwa kweli. Dua zake tu ndo zimetuleta hapa tuje kumuona, atuombee dua. Waislamu tuwekopo hapa, mimi binafsi nishaenda hija mwaka jana alhamdulillah. Naomba mama aliokuwepo hapa ambao hawajawahi kwenda hija waende hija, wakaione Alkaaba tukufu, wakaione Madina. Madina ni tukufu jamani, Madina ni nzuri, Madina ni raha. Madina ni raha. Raha sana. Lakini mama yangu kutoka Mpiji Magohe mwingine hapa alizungumza kwa ulimi unawaponza sana wa mama. Labda nawe tia nyama katika hilo. Ulimi unatuponza sana wamama, tunapenda kusengenya. Tunapenda sana kusengenya, tuache na sana sana wamama kwenda kuwazungumzia wamama wenzao, labda wakiona kwa maisha hivi yale maisha hajayafika, anaanza kumsema labda umejaliwa umeenda hija, pia hiyo hija yako yenyewe pia tu anaanza kuisema, kaenda hija yule kafanya hivi kafanya hivi. Lakini unamaanisha hata wewe pia hija yako waliisema? Sana sana, mbona kaenda hija wanamsimama, wananisema nimeenda kumwijia mamangu wakati mamangu hajaenda hija. Hija ndio mimi mwenyewe kwanza kwenda, naendaje kumwijia mtu wakati mimi mwenyewe sijahiji? Kwa sababu ile kumwijia mtu mpaka mwenyewe huo umehiji. Lakini wote wanafanya nini? Unadharau. Unadharau kwa sababu unaweka pembeni, unaangalia nia yako, umeenda umerudi. Jamani, Madina ni raha, Maka kwenye ni raha, Alkaaba jamani unaikuta unaikumbatia ni raha. Mwenyezi Mungu ajalie pia alokwepo hapa waende, tunasubiri hapa. Japo mwaka jana nimeenda, mufti tulikuwa naye, maana nienda na BAKWATA. Na mwaka huu niko hapa kumlaki tena mufti kwa baraka zake, naweza mwakani nikajaliwa nikaenda tena. Kwa sababu ule mji anakuambia ukikaa kule sana unatamani kurudi kwako, lakini ukishatoka tu kule unatamani urudi tena. Kwa na mimi natamani nirudi tena kule. Unatamani inshallah, kwa baraka za Mwenyezi Mungu na hija na baraka za mufti wetu leo hapa akija akituombea inshallah mwakani Mungu ajalie nirudi tena. Ni takbira hiyo ya wakina mama ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kuwapokea baadhi ya mahujaji mbalimbali, lakini pia wakiongozwa na Samaha mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali, ambao asilimia kubwa wamesema wamekuja kufuata baraka ya dua. Wengine wanasema wanatamani hata wakumbatiwe na Samaha mufti wetu wa Tanzania, kwa sababu tayari alishajitakasa, basi na wao waje kupata dua kubwa kutoka kwa Sheikh wetu. Asante, na tunaendelea kuzungumza na baadhi ya waumini mbalimbali ambao wamekuja hapa katika viwanja hivi vya ndege vya kimataifa vya Julius Nyerere Tanzania. Asante.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tupo hapa viwanja vya ndege kwa ajili ya kumpokea samaha mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali wa Mbwana pamoja na jopo lake la mashehe mbalimbali. Nipo na mashehe kama unavyoona hapo, ni moja kati ya waumini waliokuja kuwapokea baadhi ya mashehe wetu wakiongozwa na mufti mkuu wa Tanzania. Sheikh, assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unaitwa nani? Mimi naitwa Sheikh Muhammad Ali, naibu mkurugenzi wa tablighi na da'wa kwenye ofisi ya mufti. Kwa hiyo tuko BAKWATA. Tuko BAKWATA. Sawa. Lakini hali ikoje sasa ya mapokezi kwa wewe? Hali ya mapokezi iko vizuri mpaka sasa hivi, tunamsubiri tu ashuke ili tuweze kumpokea. Akitoka hapa moja kwa moja mpaka ofisini kwanza BAKWATA, alafu baadaye mambo mengine yataendelea. Mambo mengine yataendelea. Zaidi kwa maana ni zaidi ya 1400. Unahisi labda kwa nini imekuwa hivi? Mwaka huu imekuwa ni zaidi kwa ajili ya baraka. Mwenyezi Mungu wa mwaka huu ameleta baraka kubwa, kwa sababu hali ya kiuchumi sio mbaya sana, na hali ya nchi yetu utulivu, amani na mshikamano, ndio maana idadi imeongezeka kwa kiwango kikubwa zaidi inshallah. Hiyo. Na upande wa BAKWATA labda wamepeleka, tunajua taasisi zilikuwa ni nyingi sana. Upande wa BAKWATA wamepeleka watu zaidi ya wangapi? Zaidi ya 100. Zaidi ya 100. Hao ni BAKWATA. Ni BAKWATA peke yake ndio wamepeleka watu zaidi ya 100. Sawa, lakini kuisha kwa hija hii ni maandalizi ya hija ya mwakani. Mmejiandaje labda? Ndio tunajiandaa sasa hivi. Kwanza tushaanza kupokea mahujaji mbalimbali, mpaka sasa hivi wako wengi wanakurubia kwenye zaidi ya 20 kwa tayari kwa maandalizi ya hija ya mwakani. Kwa ajili ya mwakani. Tayari mwaka huu wameshajitokeza. Tayari wameshajiandaa, tayari wengine walishaanza kujiandikisha na kuweza kufanya maandalizi maalum kwa ajili ya mwakani. Sawa, lakini neno lako kama shekhe wa Tanzania kuhusiana na waliopoteza maisha kule katika ile hija. Tunaambiwa kuwa Tanzania walipoteza ni 2. Labda kuna taarifa yoyote, labda kuna zaidi ya hao? Hakuna, sijapata taarifa yoyote kwamba kuna wengine zaidi waliopoteza zaidi ya hao 2 ambao walipoteza maisha. Kwa hiyo kikubwa ni kuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza wamebarikiwa, wamekufa katika ardhi takatifu, ardhi aliyoishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wamekufa katika ardhi takatifu, na wao tuna imani kwamba ni moja kwa moja ni watu wa janna, watu wa peponi moja kwa moja. Sawa, nikushukuru. Tunaenda pia kwa Sheikh. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari yako? Nzuri. Sheikh nani na unatokea wapi? Kasim Hussein Juma. Ndio. Natokea Bunju Salafia Islamic Center. Unatokea Bunju? Bunju. Sawa. Salamu za Bunju kutokana na jambo la leo hili? Salamu za Bunju ni kwamba tumekuja kumpokea Samahatu Mufti na jopo lake. Kwa hiyo sisi sote tumeungana kwa sababu ya kuja kumpokea Samahatu Mufti na jopo lake. Tunaambiwa kuwa Mlandizi wameleta costa 3, lakini pia tunaambiwa Kigamboni kule wameleta costa zaidi ya 5. Bunju mmekuja na mmekuja na costa ngapi kwa ajili ya kumpokea Samaha? Bunju tumekuja na costa 2, lakini vile kuna gari ndogo ndogo hizi kama 3. Ndio. Kwa ajili ya kuja kumpokea Samahatu Mufti. Kwa ajili ya kumpokea baraka yetu. Naam. Basi nikushukuru sana. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Heri kabisa. Alhamdulillah. Unaitwa nani na kutoka wapi? Naitwa Mursali wa Bakari wa Tundu, natoka hapa Kigera Gongo la Mboto. Unatokea Gongo la Mboto. Naam. Sawa, umekuja naye kumpokea Samaha Mufti. Naam, nimekuja kumpokea mufti wetu Al-Habibi Sheikh Abubakar, na pamoja na ndugu yetu amba kwamba ni shekhe wa kata, shekhe wa nani wa wilaya ya Ubungo, Sheikh Kidebe. Alhamdulillah, inshallah Mwenyezi Mungu tumekuja kupata baraka zao, sisi kuja kuwapokea hapa. Mama mmoja ameniambia kuwa alichokifuata hapa ni maji ya Zamzam. Kuna mwingine pia ameniambia amefuata dua, lakini pia mwingine anasema yeye amefuata kushikwa tu mkono na Samaha Mufti wetu. Labda shekhe wangu, wewe mahujaji ndio wanatoka ndani, labda mufti pamoja na mashehe wengine mbalimbali, kitu cha kwanza ungependa kitu gani? Mimi cha kwanza kabisa napenda nipata dua zao. Kupata dua zao? Naam, hizo ndio muhimu. Kila kitu kitakuja. Na tumeambiwa tuzipate huku mapema hapa, kabla hajaanza kuongea mambo mengine zaidi ya haya, atuletee amba kwamba tupe dua ili Mwenyezi Mungu atufanikishe matatizo yote, Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu iwe na amani zaidi. Basi inshallah, nikushukuru sana. Ndio tumekutana na baraka yetu nyingine. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unaitwa nani na unatokea wapi habibi? Mimi ni Sheikh Omar Abdurrahman Mgaza. Mimi ni afisa dawa wa makao makuu BAKWATA Taifa. Kwa hiyo tupo sehemu sahihi ya mufti, chini ya ofisi ya mufti. Naam. Sawa, kubwa kabisa leo tunajua baraka yetu inashuka, Samaha Mufti mkuu wa Tanzania. Labda nini neno lako kutokana na mapokezi haya unayoyaona? Wallahi alhamdulillah, jambo la kwanza kitendo cha kumpokea au watu kuwa wengi katika kumpokea Dr. Samahatul Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair
ambaye ni shekhe mkuu wa Tanzania ni kitendo cha furaha sana, hasa sisi watu wa idara tunafurahi kwa sababu hii ni ishara ya kuonyesha upendo na ni dalili ya kuonyesha kwamba Mufti Samaha anakubalika na jamii na watu wanampenda, na kikubwa kilichowaleta hapa pamoja na mambo yote ni yale maneno yake mazuri ambayo yatakayoweza jamii kupata msaada kutokana na maneno hayo. Kwa hiyo wanawahi ili kupata maneno ya mwanzo kabisa ambayo kama vile mtoto anavyozaliwa, awwal shay ma yasma'u bihi al-adhan, faida. Unaona, yani nimetolea mfano kule kiasi, yani kama kiasi kinaendeana. Unaona kwamba wanafuata maneno kutoka kwa Samaha Shekhe mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zuberi. Kwa maana neno lao la kwanza kabisa atakalolizungumza hapa Sheikh Abubakar, neno la kwanza kabisa walisikie wao. Naam, kabla hawajalisikia watu wengine au kabla vyombo vya habari, hata nyinyi bado havijavirusha, lakini watakawavisikie live. Natamani hasa neno lake la kwanza, maana ni baraka muone, na ndio maana nikatolea mfano kama vile mtoto al-mauludi, kama vile mtoto akizaliwa, sawa, anatakiwa adhiniwe, kwa maana kwamba awwal ma yasma'u bihi al-adhan wal iqama. Umeelewa faida hiyo? Kwa hiyo na ala kulli hali, hilo ndio jambo kubwa ambalo nimelizungumza. Nafikiri basi nikushukuru sana, jazakallah khair. Shukrani. Amin. Lakini swali la mwisho kwako, ni upande wa afisa da'wa, natumia nguvu gani sasa? Nyamba Mike, shukrani.
وشربنا